Habari za muda na wakati huu ndugu mfuatiliaji wa J Sports. Karibu kwenye kituo chako pendwa na namba moja cha habari za michezo na burudani. Ambapo leo tunakuletea yote ambayo yanaendelea ndani ya vuguvugu linalofukuta ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Baada ya kuondoka kocha Fadlu Davis, wote tunajua klabu ya soka ya Simba imemtambulisha Pantev kama kocha wao mkuu, na miongoni mwa masuala ambayo yanaumiza sana vichwa vya wanasoka ni kuhusiana na leseni aliyokuwa nayo kocha huyu. Klabu ya soka ya Simba Sports Club imemsajili Pantev akiwa na leseni ya UEFA License A, leseni ambayo haihitajiki kwa kufundisha klabu ambayo inashiriki michuano ya kimataifa. Ni leseni ambayo CAF wenyewe hawajaitambua bado. So ili kocha huyu aweze kusimama mbele kwenye mechi za kimataifa ni lazima awe na leseni ya UEFA Pro ili aweze kusimama mbele kwenye mechi za kimataifa, jambo ambalo limezua ukakasi ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini hili jambo linaonyesha wazi kuwa haya mambo hayatokei kwa bahati mbaya. So jingine ni kuhusiana na skauti wa Simba Sports Club. Skauti mkuu wa klabu ya soka Simba Sports Club, Mels Daldal, ameamua ajiruzuru baada ya kuona klabu ya soka ya Simba inaenda mwelekeo ambao ni tofauti na professional yake. Kumbuka yeye anabeba lawama nyingi sana kwenye hii, kwa sababu yeye ndiyo skauti mkuu wa klabu. Yeye ndiye anayehusika kwenye kutafuta taarifa za yoyote yule ambaye anakuja kwenye klabu, na yeye ndiyo anayethibiti ubora. So usajili wa kocha Pantev unaonekana ulikuwa ni kinyume na matakwa yake yeye kama professional, ulikuwa ni kinyume na vile ambavyo yeye anaona klabu ya soka ya Simba ilitakiwa isajili kocha ambaye ana uzoefu, na automatically alishapeleka mapendekezo ya makocha ambao wana uzoefu, uwezo pamoja na leseni. Lakini uongozi wa klabu ya soka ya Simba umefanya kama kuforce kumsajili Pantev, kitu ambacho yeye binafsi ameona kama skauti mkuu wa klabu ya soka ya Simba hana nafasi ya kufanya maamuzi, kutoa ushauri ndani ya klabu ya soka ya Simba. Hivyo ameandika barua ya kujiuzuru na kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Unalionaje hili swala? Je, ndugu Mels Daldal amekuwa muaminifu kwa professional yake au amezingua kuondoka kwenye klabu ya soka ya Simba Sports Club kisa tu usajili wa kocha ambaye leseni yake haimwezeshi kusimama kwenye michuano ya kimataifa? Tuandikie kwenye comment section. Usisahau kulike, subscribe na kushare. Kumbuka ukisubscribe unakuwa wa kwanza kupata habari zetu muda wote tunapoziweka kwenye mtandao huu wa YouTube. Nikuombe ndugu mwanamichezo, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe kuniunga mkono. Hadi wakati mwingine, bye bye.